Tunadhaminiwa na Magnus Secondary School. Ni shule ya bweni na kutwa kwa kidato cha kwanza hadi cha 4. Ni shule bora yenye mazingira tulivu ya kujisomea. Habari njema kwa sasa ni kwamba Magnus wanatoa ufadhili wa ada ya masomo. Ni vizuri ama ni vema mzazi ukampeleka mtoto wako Magnus Secondary. Tukweli sana naungana mkono kabisa na uongozi huo, kwa sababu matawi mbalimbali ya especially ya majiji, kwa maana ya Mwanza, kwa maana ya Zanzibar, Dar es Salaam, Dodoma na kwingine, walitoa maamuzi. Kwa hiyo ilikuwa ni vigumu sana kwa kamati ya utendaji kuweza kufanya maamuzi kwa tunapeleka timu uwanjani, wakati ambapo wanachama walishasema kabisa kwamba hatuwezi kupeleka timu. Kwa hiyo nilikuwa ninachokisema tu kwamba wanachama wamekubali hilo jambo na uongozi umekubaliana hilo jambo, lakini cha msingi kwamba kwa ajili ya kutengeneza heshima katika nchi yetu ni kwamba TFF na bodi ya ligi ndio wajue kabisa kwamba kanuni lazima zizingatiwe. Kwa Yanga akinaona pointi 3 hawataingia kwenye ligi, hawatacheza kwenye mchezo, lakini itaweka alama fulani kubwa tu kwamba hawawezi kucheza kwenye ligi kwa sababu kanuni hazijazingatiwa. Kwa mimi naunga mkono kabisa kwamba hilo jambo ni sahihi. Hauoni kana kwamba kupokwa alama 3 tu, sio pekee alama 3, huenda mkapokwa alama 15? Hauoni kana kwamba hii haina manufaa zaidi kwa klabu? Haina manufaa, ndio tunakubali, lakini ilikuwa tumetengeneza heshima. Heshima ni kubwa sana, itakuwa na impact kubwa. Impact ni kubwa sana kwa maana ya chama cha soka, kwa maana ya Yanga na wanachama wote. Hauoni kana kwamba pia ukiangalia pia kanuni mbali na kupokwa alama, pia viongozi ambao wanaonekana moja kwa moja wameshawishi hilo jambo huenda pia wakachukuliwa hatua? Hauoni pia hii kaathiri pia baadhi ya viongozi wa juu wa klabu? We don't care. Ukiangalia pia majibu kutoka kwenye mahakama ya usuluhishi ya kasi imewataka Young Africans kurudi kwenye kamati za ndani. Hauoni kana kwamba Young Africans kana kwamba kwanza wangerudi kwenye kamati za ndani kisha waendelee na mchakato wa kwenda huko kasi kwa mara nyingine? Kamati za ndani zimeshaonekana kabisa ziko against na club. Kwa hiyo hakuna wangeweza kufanikiwa. Wangefika pale kwenye kamati za ndani, wangeondolewa tu kwamba wana mechi inachezwa. Lakini hoja ya Young Africans si kupata hukumu, licha kwamba hawapati kile ambacho wanakihitaji. Lengo si kupata hukumu ila kwenda mbele. Kwa nini wasianzie hapo ili wapate hukumu? My friend, umeangalia ligi? Ndio, nimeangalia. Umeangalia mechi ya juzi ile? Acha jana, ya juzi. Ndio, nimeangalia. Umeangalia? Refa alikuwaje? Kwenye kutafasiri sheria mengi pia yanazungumzwa, ingawa mimi sio mtaalamu sana. Ongea ukweli, acha ushabiki, acha utangazaji. Mechi uliangalia? Nimeangalia. Ulionaje? Huenda pia nikawa na mtazamo tofauti. Yani tumeshaelekezwa kama bingwa ni nani. Wewe unajua. Mechi ya jana umeangalia? Nimeangalia pia. Vijana wanataka faulu zao zote hawapewi. Lakini wanapewa faulu mtu mmoja tu. Simba anapewa faulu. Kwa hiyo nyinyi mmeshabaini kwamba tayari bingwa ameshajulikana, ameshawekwa hadharani. Apewe kombe tu. Lakini mimi hoja yangu ya msingi ni kurudi pale. Nyinyi Young Africans mna mpango wa kwenda kasi, na kasi umetoa maelezo kwamba licha mnaona kwamba kamati hazifai, lakini si hoja yenu kupata rufani ya kwenda huko, yani kupata hukumu ya kwenda mbele? Kwa nini msianzie licha kwamba mnaamini kwamba hamtopata haki, ila hukumu yenu likawasaidia huko mbele? Ufuatilia kanuni, inatakuwa ndani ya siku 21 ndio tumeshapewa majibu. Hatujapewa majibu, unafanyaje? Ndani ya siku 21 umeshapewa majibu, umekata rufaa, haujapewa majibu, unafanyaje? Si unakimbilia kasi. Kwa hiyo utoe majibu sasa, mpaka ndani ya siku 21 watu wako kimya. Kwa hiyo Young Africans umesubiri ndani ya siku 21 hakupewa majibu. Kwa hiyo unavyodhani kwa hivi sasa Young Africans kama atakwenda kule rufaa yao haitasikilizwa? Sijui. Hiyo sijui. Hiyo sijui. Kwa mujibu, kwa sababu kuna maagizo kutoka kasi kwamba warudi. Nadhani pia wanaweza kaanzia pia hapo wakarudi ili kupata hiyo hukumu yao. Hello? Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.